Tutazungumzia content ya Injili au misingi ya Injili au misingi ya habari njema. Tutaitazama kwa ufupi na mistari husika sitaisoma, bali nitaitaja tu kwa sababu ni mistari ambayo inarudiwa kila mwaka, ni mistari ambayo wale ambao ni wasoma Biblia mnaijua. Tutaitazama hiyo misingi sita ya Injili, pillars ya Injili au ya wokovu wetu. Ziko sita, lakini mmoja wapo katika hizo tutaisisitiza zaidi, ambayo ni matokeo ya kufufuka kwa Yesu Kristo, implications and powers of Jesus resurrection. Hiyo tutaitazama kwa deep kidogo kama jambo la pili, lakini jambo la tatu tutakalo litazama kwa ndani zaidi ni hali, yani katika hizo faida za kufufuka kwa Yesu nitakazozitaja, moja wapo tutaenda nayo ndani kidogo, ambayo hiyo ni haki ya kushiriki ushindi wa Yesu Kristo. Maana tumefufuliwa pamoja naye, tumeketishwa pamoja naye. Kwa hiyo tutatazama mambo matatu, kama umenielewa, yako kwenye magrupu matatu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nianze na Injili. Injili au habari njema ni neno ambalo linatoka kwenye Biblia. Mathayo 28 ukisoma 19 mpaka 20. Neno la Mungu linasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, kwa kuwabatiza katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha yote niliyowaamuru. Ni process mbili. Kuwafanya ndio ile kuwaita kuwa wanafunzi, yani kuwaita kuokoka. Kuwafundisha ni process ya maisha yote, ndio inayofanya tuwe na transformation, kukulia wokovu. Sawa? Pia unaweza kulipata Marko 16:15-16. Inasema, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Kwa hiyo hapo pana kuhubiri Injili, kufundisha, kuwafanya, kuhubiri. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Lakini pia tunaipata katika Matendo ya Mitume 1:8. Neno la Mungu linasema, mtapokea nguvu, na isema kwa maelezo yangu. Sisomi kama verse ilivyo kwenye Biblia, ili upokee hizo point, kwa sababu ndani ya verse kuna points nataka uzipate. Kwenye huo mstari wa Matendo 1:8, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa. Kwa hiyo mnapokea nguvu, hiyo nguvu itawafanya kuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Uyahudi na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kwa hiyo ukiangalia dimension ya Injili kwa maneno haya matatu ambayo nimeyasoma, wale ambao ni wainjilisti, ni mambo matatu. Jambo la kwanza ni kuwafanya wanafunzi, halafu kuwafundisha, kuhubiria viumbe vyote kuwa mashahidi wa Yesu. Kwa hiyo ukishaokoka, process inayobaki ya maisha yako yote ni kujifunza neno la Mungu ili ukulie wokovu. Hiyo ndiyo Injili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna pande mbili. Kuna wanaohubiri na kufundishwa na kushuhudiwa. Upande wa pili ni wanaohubiri na kufundisha na kushuhudia. Kwa kila aliyeokoka anatakiwa ahame kwenye upande mmoja wa kusikia, afike mahali aingie kwenye upande mwingine wa kufundisha na kuhubiri na kushuhudia. Tuko sawa? Tuko sawa? Kila Mkristo anatakiwa au upande mmoja wa coin, halafu akue aende upande mwingine wa coin. Ili ufike stage ya kushuhudia, lazima upokee nguvu, the power of God.
Ndio maana Yesu alikaa na mitume miaka 3.5 akiwafanya kuwa wanafunzi, awawezeshe kufundisha na kuhubiri, lakini akawaambia subirini mpate nguvu, ndipo mtaweza kuwa mashahidi. Bwana Yesu asifiwe. Tunakumbuka kabla hawajapokea nguvu, msalabani Petro alikana, si ndio? Msalabani waliokuwepo ni wanawake pamoja na nani? Na Yohana, si ndio? Kwa hiyo ili uweze ni kupokea nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, nimemaliza jambo la kwanza. Jambo la pili ni misingi ya injili. Nilikuwa naeleza tu injili kwa ufupi. Misingi ya injili ni ipi? Pillars of our salvation. Kwa sababu uelewa wako wa hizi pillars ndio inakufanya usimame kwa ujasiri mahali popote ulipo kutetea imani yako. Sisemi kutetea dini yako, nasema kutetea imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Nimewambia nimepata neema ya kuwa Roman Catholic, nimepata neema ya kuwa Anglican, nimepata neema ya kuwa CCT ambao ni makanisa 13, na nikawa juu nikiitazama CCT kama kiongozi. Kwa naomba nirudie, utapata confidence ya kusimama na kutetea Ukristo wako mahali popote utakapokuwa kama hizi pillars zitakuwa kwenye fingertips. Sio tu kuzisema mdomoni, bali kuziishi. Ya kwanza, ubinadamu wa Yesu na maisha yake duniani. Kwamba Yesu ni Mungu kweli. Nyinyi si ni walimu? Yaani hii ni syllabus ambayo ina topiki nyingi mno. Sasa sisi kama Wakristo waongofu, mimi sipendaki kusema walokole. Stefano aliitwa mwongofu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna walokole ambao ni walokole mdomoni, kwenye maisha sio walokole na wanalitukanisha neno la Mungu. Mimi napenda kusema mwongofu kama Stefano kwenye Matendo ya Mitume. Yesu alikuwa Mungu kweli, akaacha ukuu wake, akazaliwa kama mwanadamu. Conception yake haikuwa na baba. Kwa sababu gani? Yaani haikuwa na baba wa kidunia. Kwa sababu gani? Adamu alitenda dhambi, na hajawahi kuumbika Adamu mwingine aliyefinyangwa kwenye udongo akapuliziwa pumzi. Ni Adamu peke yake. Generation nyingine yote inatoka kwenye viuno vya Adamu. Ndio maana tunazaliwa na dhambi. Si tunaelewa process ya mtoto kupatikana, hasa wale ambao mko kwenye biology. Hata kama sio mwalimu wa biology, umesoma biology ili uje kuwa chuo kikuu, si ndio? Kwa hiyo wote ni generation ya hiyo damu. Ndio maana Mungu akatafuta bikira, na hakuwa tayari Yesu atoke kwenye viuno vya mwenye dhambi. Ndio maana anaitwa hana dhambi. Ni conception kutoka kwa Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni lazima ulijue deep na uliamini na uweze kulishuhudia. Lakini la pili katika sehemu hiyo ni maisha yake, earthwork. Maisha yake aliyoishi ambayo yanaelezwa kwenye Injili 4. Ndio maana zinapewa jina Injili. Kuzaliwa kwake, kuishi kwake, kuteseka kwake, kuzikwa kwake, kufufuka kwake na kupaa kwake, zinaitwa Injili. Sasa unaona kwa nini vile vitabu vya walioshuhudia physically wawili hawakuwepo, walikuja kuwa wanafunzi baadaye. Marko na Luka hawakuwa katika wale 12. Katika hizo Injili waliokuwa ni wawili tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana zinaitwa Injili. Ni syllabus ambayo inatakiwa iwe kwenye fingertips zako. Nafurahia kuwa Mkristo wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa sababu sisi ambao tumepata neema ya kusoma tunatakiwa tuijue Injili deeper na kuidefend. Hiyo ni pila ya kwanza. Pila ya pili ni mateso na kifo cha Yesu.
mateso na kifo cha Yesu. Yaani uijue deep na maana yake, uelewe maneno 7, uelewe damu ilitoka sehemu ngapi, uelewe maana ya damu, yaani uelewe deep. Kifo cha Yesu kilimpa mamlaka kwenda kuzimu. Yaani kama asingekufa asingeweza kwenda kuzimu, kwa sababu kuzimu ndio kulikuwa na mapambano ya kutukomboa. Ukisoma Matendo ya Mitume 2:27 utaipata. Ukisoma Kolosai 2:14-15. Nimesema sio mistari yote ambayo tutaisoma mpaka tutakapofika mbele. Kifo cha Yesu na mateso ilikuwa ndio ufunuo na udhihirisho wa hali ya juu wa upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Yani was the highest revelation of God's love to human beings. Hallelujah. Utaipata Roman 5:8. Sio maneno yangu. Yani ilikuwa ndio udhihirisho wa hali ya juu jinsi ambavyo Mungu anampenda mwanadamu. Nasema wa hali ya juu kwa sababu Injili yote ukiisoma unauona upendo wa Mungu. Mfano, alipoamua kutuumba akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, si ndio? Kwa hiyo akamuumba mwanamke na mwanamume kwa sura. Yaani kupewa ile respect kwamba sisi peke yetu katika uumbaji wake tufanane na yeye was a gift. Si ndio? Hakuna aliyechagua azaliwe, unajikuta tu umezaliwa. Hakuna aliyechagua baba na mama, hakuna aliyechagua kabila, hakuna aliyechagua taifa. It's just a gift. You find yourself here. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninaposema ni udhihirisho wa hali ya juu wa upendo wa Mungu, kuna Mungu anatupenda tangu mwanzo, lakini this was the highest revelation of God's love. Mateso yake na kifo chake kama muhimili wa pili. Lakini katika kifo chake madai yaliyokuwa juu ya mwanadamu yalilipwa yote. Full 100%. Hakuna kilichobaki. Amelipa yote. Haleluya. Soma Marko 10:45. Amelipa fidia. Soma Kolosai 1:22. Ametufidia. Soma Waebrania 2:14. Tunaweza kupaingia patakatifu kwa ujasiri. Kwa ujasiri bila wasiwasi. Ndio maana nimewaambia, why if you have Jesus in you? Kwa nini uishi bila kusmile? Why? Una uhakika wa sasa na uhakika wa kesho. Bwana Yesu asifiwe. Una uhakika wa sasa, huijui kesho, lakini unamjua anayejua kesho. Sioni nyuso za kukubali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hauna uhakika. Naomba nikwambie uwe na uhakika. Niliwaambia wazazi wangu walitoka Rwanda wakaje ni wakimbizi. Mimi nimeishi kwenye majani, nimelalia majani, nimechota maji mtoni, nimelima viazi na mahindi. Nilikuwa natembea kwa mguu kutoka kijijini kwenda stendi mahali ninapopandia basi bila kusindikizwa na mtu naenda form 1. Bwana Yesu asifiwe. Ukimjua ambaye ana uhakika na kesho yako, huwezi kuishi kwa wasiwasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba mnijibu kwa uhakika. Haleluya. Pila ya 3. Kuzikwa kwa Yesu Kristo. Hiyo ni pila ya 3 ambayo lazima uijue deep. Usiimbe tu alifufuka. Yaani lazima uwe na mistari inayokukonvince kwamba he really died. Kwa sababu kufa kwake ndiko kuliko kuwa ushahidi kwamba kweli amefufuka ili ufufuko utokee. Na katika ile earthwork, yale maisha yake aliyoishi akitembea, alisema nitateswa, nitakufa na baada ya siku 3 nitafufuka. Ndio maana neno la Mungu linasema ukiamini tamka, sema. Ninakuambia una uhakika wa maisha yako ya kesho. Kila unachokitamka kwa kinywa chako na kukiamini moyoni mwako ndicho kitakachokuja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mama yangu aliolewa akiwa na miaka 15. Akatuzaa 5. Akawa mkimbizi akiwa na miaka 24. Baba akafa kwenye hiyo vita.
akatembea miezi 6 kwa miguu kutoka Rwanda kuja Ngara. Akafika Ngara, akaishi chini ya mti kwenye majani. Umeelewa? Kwa hiyo yeye alichokuwa anakiri ndani yake ni kwamba mume wangu alikuwa mwalimu, tumeishi maisha mazuri kuliko watu wengine, watoto wangu wote lazima wasome. Akaipiga hiyo kelele ndani yetu, ni lazima msome, ni lazima msome. Wote tumesoma, minimum ni masters, tuko 7. Baada ya hapo alizaa watoto 2 na baba mdogo. Zamani kulikuwa na miaka ya kurithiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kile unachokitamka kama Yesu alivyokuwa anatamka, mimi ni mwana wa Mungu, nimetoka juu, baba yangu, yale aliyokuwa anayatamka ni lazima wewe uyatamke about you. Let the redeemed of the Lord say so. Tunatakiwa kutamka kile unachokiamini kwa ajili ya future yako, kitamke. Kiumbe ndani yako, kitamke. Mume au mke unayemtaka, muumbe ndani yako, mtamke. Bwana Yesu asifiwe. Watoto unaowataka, waumbe ndani yako, watamke. Bwana Yesu asifiwe. Kuzikwa kwa Yesu Kristo, hii ilikuwa ushahidi kweli kwamba alikufa. Luka 23:50 mpaka 53. Kuzikwa kuliruhusu nguvu ya ufufuko ifanye kazi. Kama asingezikwa kama muhimili wa Injili, huu muujiza tunaoshangilia leo usingewezekana. Kwa ni lazima ujue hiyo kama muhimili, na kuna masomo mengi kwenye hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndiyo mihimili ya imani yetu, ijue na uwe na confidence nayo. Inayofuata namba 4, ufufuo wa Yesu Kristo, yani kufufuka, ambayo ni Pasaka, ni muhimili mwingine. Ninaomba hapa nisieleze sana kwa sababu ni item 2 tutakayoitazama. Lakini la 5 ni kupaa kwa Yesu Kristo na kutukuzwa kwake. Sio kupaa tu, na kutukuzwa kwake. Exalted, glorified, seated with the Father. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Haleluya. Haleluya. Soma Efeso 1:20 mpaka 21. Soma Yohana 20:17. Soma Waebrania 9:11-12. Soma Waebrania 12:2 na Matendo ya Mitume 1:9. Utapata kupaa kwake na kutukuzwa kwake, viko pamoja. Ni pila, ni muhimili, ni msingi wa Injili. Ya mwisho ambayo ni ya 6, Yesu atarudi tena kwa ajili ya kanisa lake. Yesu atarudi tena kwa ajili ya kanisa lake, kwa ajili ya kanisa lake. Kwa nini tunasema ni kanisa lake? Alisema, aliwauliza wanafunzi wake, watu wananiita nani? Wale ambao ni wasoma Biblia mnajua. Watu wananiita nani? Wakasemaje? Nabii, si ndio? Lakini Petro akasemaje? Wewe ni Kristo mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akasema sio wewe, ni Roho wa Mungu amekufunulia. Akasema na juu ya mwamba huo. Sio mwamba huo Petro, mwamba huo, that revelation, mwamba huo, that ufunuo, ndio mwamba huo, that revelation ambayo Mungu ameiweka ndani ya Petro. Nitalijenga kanisa langu na hata misingi ya kuzimu haitalitikisa. Ndipo tunaposema kanisa lake, kwa sababu yeye mwenyewe ametamka kanisa langu. Akasema na hata misingi ya kuzimu, kwa sababu alijua atakwenda kuzimu na kunyang'anya funguo. Ndio maana anasema yani kila kitu alikitamka ni unabii. Alikuwa anasema mambo yanayokuja. Kila mwanadamu amepewa kuwa nabii, kwa sababu amekupa capacity ya kutazama future.
Bwana Yesu asifiwe. Unapotamka kesho yako unajinenea unabii. Bwana Yesu asifiwe. Aonavyo moyoni mwake ni kwenye Mithali. Neno la Mungu linasema, kwa vile uonavyo moyoni mwako ndivyo utakavyokuwa. Your quality of thinking, your system of living ndio inakupa uonavyo. Kwa sababu tunaona mara mbili, unaona ndani na unaona nje. Unasikia ndani na unasikia nje. Unachokitamka ni kile unachosikia ndani. Macho ya nje yakiona yanapeleka ndani kwenye macho ya ndani. Akili inatafsiri, ndipo unasema. Ukisikia inaingia kwenye masikio yako ya ndani. Perception yako inatafsiri, ndipo unasema. Kwa kama wewe unazungumza negative all the time, ndani yako kumejaa negativity. Kama saa zote uko ndani yako kuna kusikitika. Bwana Yesu asifiwe. Kama saa zote una smile, ndani yako kuna matumaini, na ndicho utakachotamka. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, kabla sijaenda kwenye item 2, niseme maneno haya. Misingi hii ndiyo nguzo ya Ukristo wetu. Our foundation of confidence. Yani ndiyo msingi wa Ukristo wetu. Yesu alikuwa na vyote, alivyonavyo peke yake. Ukuu, wana wa Mungu, uzima wa milele, utukufu, vyote alikuwa navyo peke yake akiwa mbinguni. Lakini alipozaliwa, akaja, akateseka, akafa msalabani, akazikwa, akafufuka, akapaa na atarudi. Ametujumuisha na sisi. Kile tulichopoteza kupitia Adamu na Eva amekirejesha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. We are redeemed. Yani sema I am redeemed. Nimekombolewa. Hebu naomba tuimbe beti moja huo wimbo. Hizo sio sauti za kukombolewa, sio sauti za Ninaomba sauti za kukombolewa. Jamani, mimi ni mzee, natoa sauti. Watoto wangu, nyinyi mna nguvu kuliko mimi. Hebu imba nimekombolewa ukiwa na maana nimekombolewa. Naomba tuanze. Ni matokeo ya kufufuka kwa Yesu Kristo. Implications. Tusishangilie tu Pasaka lakini hatujui implications. Nayo hiyo kufufuka ni pila. Kama nilivyowaambia kwamba nitaidadavua kidogo. Implications and powers of Jesus resurrection. Cha kwanza ni uthibitisho kuwa kweli Yesu ni mwana wa Mungu. It validates kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa sababu ukisoma Rumi 1 mstari wa 2 mpaka wa 4, nilikuwa naomba hilo neno tulisome. Ikiwa tutasaidiana, nikitaja mstari akasoma mtu akiwa na mic, tutakwenda haraka zaidi. Ninaomba mzee mmoja awe na Bible na mic, nikitaja asome ili tuweze kusevu muda. Ili naomba tulisome Warumi 1:2 mpaka 4. Rumi 1:2 mpaka 4. Yeyote ambaye ana mic anaweza kusoma. Rumi 1:2 mpaka 4.
Rumi 1:2-4. Uthibitisho kuwa kweli Yesu ni mwana wa Mungu. Warumi 1:2-4, neno linasema, ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu, yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu, kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. Haleluya. Kwa hiyo uthibitisho kuwa kweli Yesu ni mwana wa Mungu ulifanyika kwa ufufuo, kwa sababu ni kaburi moja tu ambalo lililo wazi, moja tu, na katika kitu ambacho hakijawezekana ni kufufuka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ambalo ni implications za ufufuo wa Yesu. Ufufuo wa Yesu ulithibitisha uhalali wa yote aliyosema na anayosema na wewe mpaka leo. Kwa sababu kila alichosema, alisema nitafufuka, akafufuka. Alisema mtaniona nyinyi. Tena mwanafunzi mmoja akasema sio ulimwengu, akasema yaani nitajidhihirisha kwenu, wengine wataniona nitakaporudi mara ya pili. Na kwa hiyo katika zile siku 40 alivyofufuka, waliomuona ni wanafunzi wake tu, ili waweze kuwa na ushahidi. Kwa hiyo hii inakupa strength ukijua neno la Mungu kusema kwamba itakuwa, neno la Mungu limesema, kwa sababu yote aliyoyasema yalikuwa. Ndio maana nilisema hizi pillars zinatupa confidence. Akisema wewe ni kichwa na si mkia, amini. Naomba iwe katika jina la Yesu. Uwe vichwa na si mkia, si ndio? Neno la Mungu kama ninasema, kwa neno lake anatuma neno lituponye. Zaburi 107. Ukiugua unaamini nitapona. Akisema atatupa miaka mikamilifu, unaamini. Akisema mpaka uzee wangu, hiyo ni ya kwangu sasa, nyinyi mjao wazee. 92. Mpaka uzee wangu, nadhani 13 mpaka 15. Mpaka uzee wangu nitakuwa natoa utovu. Nitakuwa natoa utovu ili nishuhudie. Mimi nasema amina. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mpaka sasa na miaka 10 nimestaafu. Nilistaafu nikiwa na miaka 55. Na nimewaambia na miaka 10, kwa hiyo unaweza kujua na umri gani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni la pili. Tatu, kufufuka kwa Yesu Kristo. Hivi nimewapa mistari. Ufufuo wa Yesu ulithibitisha uhalali wa yote aliyoyasema na anayosema. Mstari wa kwanza Mathayo 17:5-9. Lakini zingatia 9 zaidi. Mathayo 17:5-9, sisitiza 9 zaidi. Kama Yesu alisema atafufuka na akafufuka, amini yote anayokuambia kwa neno lake. Ijue kweli nayo ikuweke huru. Yohana 8:36. Ijue kweli nayo ikutakase. Yohana 17:17. Ni kwa neno lake tu utatakaswa. Ni kwa neno lake tu utawekwa huru. Neno la Mungu linasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Tambua, wanaoangamia sio wapagani. Wanaoangamia sio wasioamini. Wanaoangamia ni watu wa Mungu, kanisa lake. Kwa sababu gani? Hawalijui neno. Tatu, kufufuka kwa Yesu ndio msingi wa Ukristo. Unajua, tunaposema neno la Mungu, tunaposema Biblia hii ina vitu vingi 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 vingi, lakini vitu vilivyomo ndani ya Biblia vyote vina thamani, vyote vina uzito, lakini vinapishana uzito. Kuna neno ukilijua, ukisimama nalo, linakuwa anchor kuliko jingine. Sio kwamba havina thamani, vyote vina thamani,
lakini kwa wakati na mahali uzito wa neno unatofautiana. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nitumie mfano wa kupika. Mimi ni mama, angekuwa mwanaume labda angetoa mfano mwingine. Wakati unapopika wali, chumvi inahitajika, maji yanahitajika, mafuta yanahitajika, mchele unahitajika. Lakini huwezi kupima kipimo cha mchele sawa na kipimo cha chumvi. Wapishi, chumvi itakuwa kidogo, mafuta yatakuwa kidogo, na maji ya kiasi, si ndio? Na neno la Mungu ndivyo lilivyo. Yaani unatakiwa ulijue tangu mwanzo mpaka mwisho, ili kwa wakati upate neno la wakati, na neno la wakati ni la ufunuo, na wakati huo kwako lina thamani kuliko maneno mengine. Umenielewa? Umenielewa? Na ndio maana tunatakiwa tulijue neno la Mungu kama lote. Nikitumia hayo maneno unaelewa? Yaani kama lote, kwamba ukigawa hili neno unapata uumbaji, including kuumbwa kwa mwanadamu, unapata anguko la mwanadamu na ahadi ya Mungu kwamba atatukomboa. Halafu akaanza process ya kutengeneza kabila atakalolitumia kujidhihirisha na kutukomboa. Ndio unapata kitabu cha Kutoka na vile vitabu vitano vyote vya Mose. Baada ya hapo unapata historia ya Israeli na wafalme na manabii vyote vikieleza. Lakini ndani ya manabii Mungu anatuambia mpaka mwisho, mpaka mateso, mpaka kuzaliwa kwa Yesu kwenye Isaya, kuzaliwa kwake kwenye Zakaria, anaeleza. Hiyo yote ni historia. Bwana Yesu asifiwe. Then Yesu anazaliwa, unapata Injili, unapata maandiko ya Paulo. Katika kitabu cha Yohana sura ya 20, Yesu aliwaambia hivi, nina maneno mengi ya kuambia, lakini sasa hamwezi kuyaelewa. Ndipo Mungu aliposhusha Paulo yale yote ambayo wasingeweza kuyaelewa. Revelation ya msalaba, revelation ya kuzikwa pamoja naye, kufufuliwa pamoja naye, kuketishwa pamoja naye, Ukristo, jinsi ya kuishi Ukristo kwenye kitabu cha Warumi na Wakolosai na vitabu vyote vya Paulo. Kwenye Waebrania tunapopata historia, hayo yote ni yale ambayo Yesu aliwaambia, nina mengi lakini hamwezi kuyaelewa. Lakini bado Mungu akainua. Neno la Mungu linasema, nadhani ni kwenye Yeremia 3:15, neno la Mungu linasema, nitawainulia wachungaji wanaoupendeza moyo wangu, ili waweze kuwafundisha, muweze sikuliandika hilo andiko limeshika. Nadhani ni Yeremia 3:15 au 4:15, kama niko sahihi, lakini ni hapo. Nitawainulia wachungaji wanaoupendeza moyo wangu, wawafundishe ili muweze kuwa na matumaini. Kwa hiyo tulipokuwa tunasoma injili ni nini kwenye kujifunza, ndio hayo. Bwana Yesu asifiwe. Na hii Biblia, the content, utapata vitu vitatu tu. If it is to group them, unapata vitu vitatu tu. Unapata systems, principles, sheria za Mungu. Hadithi zote za Ibrahimu, sijui za Yusufu, za nani, yani unachopata kwenye kila hadithi, unapata characters za Mungu, unapata systems za Mungu, unapata principles za Mungu, unapata do's and don'ts za Mungu. Cha pili unachopata ni ahadi, promises. Ndio kitu unachokipata. Cha mwisho ni ufunuo, revelation. Ndio vitu unavyosoma hii Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa neno la Mungu litusaidie ili tuamini yale anayosema, kwa sababu neno la Mungu ndio Ukristo wetu. Wakorintho wa kwanza 15:17, Wakorintho wa kwanza 15:17, Rumi 10:9, Timotheo wa pili 2:8. Nitaomba msome wenyewe. Wakorintho wa kwanza 15:17, Rumi 10:9, Timotheo wa pili sura ya 2 na mstari wa 8. D au 4. Kufufuka kwa Yesu kulileta ushindi kwetu kwa mambo 7. Ninazungumzia nini? Faida za ufufuko wake. Nisiwapoteze. Faida za ufufuko wake. Sawa? The power. Ndio kitu cha pili. Sasa katika hiyo nimeeleza niko jambo la 4, si ndio? Kufufuka
Kufufuka kwa Yesu kulileta ushindi kwetu kwa mambo 7. Jambo la kwanza, dhambi, sin. Jambo la pili, shetani. Jambo la 3, kifo. Jambo la 4, kaburi. Jambo la 5, kuzimu. Jambo la 6, mwili, na jambo la 7, dunia. 7 ametushindia complete, hatuna deni. Mambo 5 ya kwanza niliyoyataja ni zawadi, it's a gift. Unaipokea straight 100% ukimkiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini yale mambo mawili, mwili na dunia, ndiyo kukulia wokovu, ndiyo transformation. Unashiriki, unajifunza neno, unasuppress mwili, unasuppress mind, ili hatimaye Kristo aumbike ndani yako ufanane naye. So hayo ndio yanatufanya tuambiwe watu wangu wanaangamia kwa kukosa hayo mawili. Hayo ndio yanatufanya kila ibada unaanza na toba na rehema. Kila ukiingia kwenye maombi unaanza ibada kwa toba na rehema. Kwa sababu gani? Tumevaa mwili na tumo duniani. Alituambia mpo ulimwenguni, lakini sisi si wa ulimwengu. Alituambia duniani tunayo dhiki, lakini tujipe moyo, ameushinda ulimwengu. Alisema Baba, na waombea, siombi watoe ulimwenguni, lakini jamani, semeni pamoja na mimi, wasoma Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Wasoma Biblia, mnakubaliana na mimi kwamba hayo yote Yesu ameyasema kwenye neno lake, si ndio? Yameandikwa kwenye Injili. Sawa? Kwa hiyo katika hii process yote unakuwa unbeliever. Unahubiriwa unakuwa believer. Ukihubiriwa ukawa believer, ukajifunza neno la Mungu, unakuwa transformed. Ukiwa transformed, unakuwa empowered. Ukiwa empowered, unakuwa witness. Umeelewa? Level ya power inaendana na level ya transformation. You will never be allocated powers beyond your transformation. Watakaonitafuta kwa bidii wataniona. Umeelewa? Bwana Yesu asifiwe. Na bahati nzuri nyinyi ni bado wadogo. Mimi huwa nikihesabu miaka yangu sasa hivi baada ya 60, huwa sihesabu kwamba ina miaka 65. Nasema Mungu, nimekuomba miaka mikamilifu. Ikiwa ni 100, nimebakiza 35. Ikiwa ni 90, nimebakiza 25. Ikiwa ni 80, nimebakiza 15. Ikiwa ni 70, nimebakiza 5. Kwa sababu gani? Ametuambia ya chini kabisa ni 70, kizidi ni 80, nayo ni ya shida, lakini kuna bakshishi ili yeye atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nyinyi bado ni wadogo sana. Aim haya. Aim kusoma Biblia mwanzo mwisho. Unaweza kuanza mara moja kwa miaka 3, ukaja mara moja kwa miaka 2, ukaja mara moja kwa mwaka mmoja, baadaye ikawa mara 2 kwa mwaka mmoja, baadaye utaenda mara 3 kwa mwaka mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Ongeza speed yako jinsi unavyosoma Biblia. Usisome kwa kupachua pachua. Elewa concept, kwa sababu wewe ni mwalimu. Hebu fikiria kama biology unge ukafundisha huko alafu ukafundisha huko alafu ukafundisha, mwanafunzi angeelewa. Lakini imewekwa syllabus ili tuweze kuelewa. Ponenda kujifunza neno la Mungu kwa jinsi hiyo. La mwisho, kufufuka kwa Yesu kumetupa haki ya kushiriki maisha yake na ushindi wake. Raha ya ufufuo sio process ile. Yaani sio ile kuzaliwa na nini. Yaani raha yake amemfanyia nani? Mimi. Yaani hayo yote, amezaliwa, akaja, akaishi, akafundisha hiyo miaka 3.5, akateseka. All those amefanya kwa ajili yangu. Yaani hiyo ndio raha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa cha mwisho, kufufuka kwa Yesu kumempa kila mwongofu. Kumbuka sijasema mlokole. Mwongofu. Natumia hilo neno kwa makusudi.
Yaani dunia ikiwa, kwa sababu ni data tunasoma kwenye internet, sijui kama bado ni current, nisiseme kama vile na confidence utafikiri mimi nimefanya hiyo research, no? Kutokana na information kwenye internet, dunia ina bilioni 8.8 au 9. Wakristo wanaojiita Wakristo, yani sio waongofu, Wakristo ni bilioni 2.7. Hebu imagine hiyo ratio. Alafu katika hao 2.7 sio wote ni walokole. Alafu katika hao walokole sio wote ni waongofu. Umeelewa? Ndio maana walitoka Israeli milioni ngapi? 2 na kitu. Walitoka Misri. Lakini waliofika Kanaani ni wangapi? Karibu na Joshua. Lakini miujiza wote waliiona. Bahari ya Shamu ilipasuka, wote waliona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kusimama tukanena neno, kukariri mistari, kunena kwa lugha, kusimama ukaomba mpaka jasho linakutoka, haigarantii kanisa lake ni waongofu. Kuna mahali kwenye Biblia neno linasema, watasema nilifanya miujiza, sijui nilifanya, asema siwajui, kwa sababu yalikuwa mdomoni. Utajua kwamba ni mlokole ukiwa mwanafunzi kama hivi. Pewa position upate pesa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa katika hayo A mpaka F ambayo ni faida, matokeo ya kufufuka kwa Yesu, naomba niende na moja tu, ambalo hilo nimeliita kufufuka kwa Yesu kumetupa haki ya kushiriki maisha yake na ushindi wake. Na hiyo ndio tunayoiishi sasa. Hatutamuona msalabani, hatutamuona akipigwa, tunamuona kwa imani, lakini sio physical. Yaani tunachotakiwa ni kujua kwamba tumefufuliwa pamoja naye, tumeketishwa pamoja naye, tu wamoja na yeye. Tunatakiwa kuwa mashahidi wa hayo ili tuwafundishe watu. Sasa kabla hujafundisha, nimekuambia wewe mwenyewe unafundishwa. Ukishafundishwa unaokoka, ukishaokoka unakuwa transformed, ukiwa transformed unakuwa empowered, ukiwa empowered unashuhudia. Lakini kuna wengine anaamua, ninaokoka, ninatengeneza maisha yangu, ninakula, nitengeneze tu uhakika kwamba nitaenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Yeye hataki kuwa shahidi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba twende sehemu ya mwisho na nitakuwa namaliza. Kiongozi wa ibada, naomba unishtue kama ukiona nimezidi, nisaidie tu ili nisije kuchelewesha ibada. Haki ya kushiriki ushindi wa Yesu. Haki ya kushiriki ushindi wa Yesu. Kuna mistari ambayo tutaisoma na ninaomba mmoja afunue Wafilipi 3:10. Wafilipi 3:10 ni maneno ya Paulo. Amesha hudumu, ameshaandika nyaraka zote, yuko gerezani, anawaandikia Wafilipi. Anasema anataka nini? Ni mzee wakati huo, alikufa akiwa mzee Paulo, na nyaraka zake nyingi aliziandika kama miaka 60 mpaka 65 baada ya Yesu kufufuka. Yaani hii Biblia, hao waliokuwa wanaishi miaka hiyo, hii kitu haikuwepo. Sisi tuna faida sana. Tuna faida ya neno, tuna faida ya Roho Mtakatifu, tuna faida ya wachungaji, tuna faida ya wainjilisti. Yaani wao walikuwa hawana. Kwa sababu baada ya kufufuka kwa Yesu miaka 60 ndio barua za kina Petro, za kina nani zikaanza kuandikwa. Zimekuja kuunganishwa kuwa Biblia baadaye sana. Kwa mfano Injili ya Yohana na zile nyaraka zake 3 mpaka Ufunuo, miaka 100 baada ya Yesu kufufuka. Kwa hiyo unaona kwamba sisi tuna faida katika kujifunza. Wafilipi 3:10, ninaomba mwenye mic asome. Wafilipi 3:10, neno linasema, ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake
na ushiriki wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake. Amina. Amen. Anachotaka sasa, fikiria, alikuwa Farisayo, alikuwa mwanasheria mzuri sana, tumsomi wanaposema wanasheria. Alikuwa chini ya mwalimu fulani ambaye anaitwa Gamalieli, strong. Utamuona kwenye Matendo ya Mitume alipokuwa akishauri Mafarisayo wenzake wakati wanataka kuwaua kina Petro. Ukisoma kwenye Matendo ya Mitume, nadhani sura ya 2 au ya 3. Huyo ndio Paulo, na mwenyewe kwenye maelezo yake anasema kama ni kujisifu kwa mambo ya mwili, mimi nilikuwa kipanga. Anaeleza mwenyewe kwenye maandiko yake. Amehudumu hizo huduma zote, lakini hatimaye anasemaje? Ili nimjue na uweza wa kufufuka kwake na ushiriki wa mateso yake, ili nifanane naye katika ufufuko wake, ili kwa njia yoyote niufikie ufufuo wa wafu. Unge declare nini? Unataka nini? Mimi ninge declare nini? Nataka nini? The whole life, kwa sababu yeye alikuwa mwisho wa maisha yake. The whole life, wewe ungeweka nini? Nataka nini? Ndio maana akasema tumefufuliwa pamoja naye, tumeketishwa pamoja naye. Ni lazima usimame kwenye nafasi kwamba nimezaliwa kwenye familia ya Kikristo, lakini nimefika mahali nikaokoka. Nataka nini? Maisha yangu yote na hatimaye nimalizeje? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema katika Yohana 17:3, tumjue Mungu na Yesu aliyemtuma, na huo ndio uzima. Ndivyo neno linavyosema. Tumjue Mungu na Yesu Kristo, na huo ndio uzima, si ndio? Warumi 6:4, hiyo naomba uisome. Warumi 6:4, neno linasema, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Haleluya. Sasa nataka nizungumzie pointi mbili kwenye kuenenda katika upya. Kama hamkusikia hayo maneno, naomba yarudie. Amina. Tusome tena. Warumi 6:4, neno linasema, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Na sisi tuenende katika upya wa uzima. Amina. Kwa hiyo mambo matatu yanayotamkwa ni past. Mawili ni past. Moja ni progressive. Umeona? Kama Yesu alivyofanya nini? Rudia. Kama Yesu alivyozikwa akafufuka kwa utukufu wa Mungu Baba, na sisi tulizikwa, past, tunatakiwa tuenende katika upya wa mazima. Umeelewa? Kwa hiyo ndio process ya maisha yote. Ninaomba tusikalili mateso, wengine wanavaa nguo nyeusi. Ninaomba tusikalili miba. Ninaomba kalili moving, living. Fight for that. Yani kama unavyosomea mitihani ya semester. Umeelewa? Kama unavyohangaika kutafuta kazi, kama lia ili uwe transformed, ili tuenende katika upya wa maisha. Upya wa maisha, concluding. Upya wa maisha uko katika dimension mbili. Dimension ya kwanza, jinsi mpya ya kufikiri, mindset. Jinsi mpya ya kufikiri. Jinsi mpya ya kufikiri. Jinsi mpya ya kufikiri. Nikikuzaba kofi, hatuwezi kuadhibu mkono. Mind yangu ndio imeniambia nikuchape. Mindset.
quality of living, quality of saying, quality of thinking, ndio transformation inakofanyika. Ikifanyika hiyo transformation, inakupa dimension ya pili, jinsi mpya ya kufikiri. Dimension ya pili ni jinsi mpya ya kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba niwape mistari, lakini mingine mnaijua. Jinsi mpya ya kufikiri, Wafilipi 2:5, Kristo aumbike ndani yenu. Filipi 2:5, Wakolosai 3:1 mpaka 4, Wakolosai 3:1 mpaka 4, Zaburi 23:1 mpaka 6, ameitaja yule kaka, Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa. Zaburi 91, Zaburi 92 nilisema 13 mpaka 15, Rumi 8:28, maana tunajua katika mambo. Yani new way of thinking. Transform mind yako, uwaze principle, ahadi zote, promises zilizoko, zivute ziingie ndani yako, ziseme sitakufa bali nitaishi. Yani transform mind yako. Tunaposema Kristo aumbike ndani yako, sio kwa kuomba unakesha tangu asubuhi saa 1 mpaka asubuhi, au asubuhi mpaka jioni, Mungu nibadilishe, Mungu nibadilishe, Mungu nibadilishe. Alafu nyinyi mnaomba yani na kuruka na tofauti na sisi zamani, sisi tulizoea. Umeelewa? Alafu ukishanyamaza unaendelea na maisha yale. Yani transformation ni kuvuta neno liingie ndani yako. Jamani, unakuwaje mwalimu? Si unasoma ule ualimu unaingia ndani yako ndio unakuwa mwalimu. Unakuwaje engineer? Unasoma uinjinia unaingia ndani yako, una graduate ndio unakuwa engineer, unapimwa kwa mitihani. Kwa majaribu tunayopitia Mungu anakuwa anatupima ili tuende hatua nyingine. Ni process ni hiyo hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Transformation kwa neno. Alafu ukisha kuwa transformed ndani, automatically maisha yanabadilika. New way of living. Tumeelewa? Sawa? Jinsi mpya ya kuishi, Efeso 4:17, Kolosai 3:5 mpaka 17. Msifanye hivi, msifanye hivi, muimbe zaburi, mfanye hivi, mfanye hivi. Unaipata kwenye Kolosai 3:5-17. Wathesalonike wa kwanza 5:16-24. Hili ni tunda la Roho. Wapendwa, kama kuna mtihani ni sisi kuwa na matunda hayo 9 kwenye maisha. Haleluya. Yaani mtu akasimama akasema ninayo matunda haya 9, ambayo ndio Paulo alisema nimevipiga vita vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, ninasubiri kuvalishwa taji. Yaani sisi tunachofanya, mtu akifa sisi tunamwandikia. Paulo alisema akiwa amesimama kama hivi nilivyosimama mimi, anamwambia Timotheo, mimi nakaribia kumiminwa, nimemaliza mwendo, lakini ninajua. Yaani uwe transformed, uwe na matunda hayo 9, uweze kusimama kujiambia au umwambie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio dimension ya pili. Kwa hiyo kuenenda katika uzima ni dimension hizi. Transformation ya mind. Wewe sio yule uliyezaliwa kijijini, umepata neema ya kufika chuo kikuu cha Dar es Salaam, wewe ni matawi mengine. Lakini lazima ndani ubadilike. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu amefufuka kweli. Amefufuka kweli. Haleluya, haleluya. Mungu atuwezeshe